Naam, mtazamaji, Samia Suluhu sasa awalaumu wa Tanzania kwa kuwajeruhi maafisa wengi wa polisi wakati wa maandamano. Serikali kupitia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba yadai baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na sasa wafichua idadi ya maafisa wa usalama au jeshi la polisi waliojeruhiwa vibaya wakati wa maandamano ya uchaguzi Oktoba. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mjadala wa kisiasa nchini Tanzania umepamba moto tena leo, huku Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba akitoa ufafanuzi wa kina kuhusu machafuko ya hivi karibuni Oktoba, akisisitiza mara kwa mara kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na kuwajeruhi askari ama jeshi la polisi wakati wa mapigano hayo ya machafuko ya maandamano. Aliwataka umma wa Tanzania kuhoji simulizi zinazosambaa mtandaoni na kufikiria kwa kina kuhusu ukweli wa picha halisi zinazosambazwa kwenye majukwaa ya kijamii. Akizungumza na wananchi, Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Samia Suluhu alitoa changamoto kwa wananchi kutafakari juu ya ufahamu wao wa hali hiyo, huku akisisitiza kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na hata waliweza kujeruhi askari polisi, jambo ambalo mara nyingi halipo kwenye video. Alisema kuwa video nyingi za mtandaoni za wakati wa maandamano hayo zinaonyesha tu vipande vya ukweli vilivyohaririwa kimakusudi ili kuibua hasira na uchochezi wa umma, huku akificha picha halisi ya matukio ya vurugu hiyo. Hata hivyo, waziri mkuu huyo wa Samia Suluhu alisisitiza kuwa uchunguzi wa polisi umebaini kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na hata waliweza kuwajeruhi maafisa wa polisi, huku akisema kwamba hii inazua maswali mapana zaidi kuhusu nani alianzisha vurugu. Hata hivyo, waziri huyo mkuu wa serikali ya Samia alienda mbali zaidi na kuwauliza Watanzania, je, wanafahamu ni maafisa wangapi wa usalama waliweza kudhuriwa au kujeruhiwa katika maandamano hayo? Pia alienda mbele zaidi na kufafanua zaidi, kulingana naye kuwa baadhi ya watu waliotambuliwa katika eneo la tukio hawakuwa Watanzania na hawakuzungumza Kiswahili, maelezo ambayo alisema yanabadilisha simulizi ama habari nzima inayosukumwa kwenye mitandao ya kijamii. Alionya kuwa uenezi unapoendelea wa klipu za kupotosha umma unapuuza ukweli kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha. Baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami wakiweza kupigana na maafisa wa polisi. Hata hivyo, alisisitiza kuwa kuachwa huko katika video hizo kunapotosha uelewa wa umma na kulisha uhasama usio wa lazima. Nchemba aliwataka Watanzania kutotegemea mitandao ya kijamii pekee, huku akiwakumbusha kuwa taarifa ambazo hazijathibitishwa zinaweza kuzua hofu, chuki na machafuko kirahisi. Matamshi ya waziri mkuu yalilenga sana hatari ya kupuuza ukweli kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami huku wakiwadhuru maafisa wa polisi, akieleza kuwa matangazo ya mara kwa mara kwenye mitandao ya kijamii yanashindwa kutambua hatari ya maafisa wa usalama wanaokabiliana nayo ardhini. Alibainisha kuwa wanaharakati wa kidijitali unapochochewa na maudhui ya kuchagua mara nyingi husababisha miito potofu ya kuchukua hatua kwa wingi. Aliongeza kuwa wengi wanaoendeleza uharakati wa mtandaoni hawajazingatia kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na hata waliweza kudhuru na kuwajeruhi maafisa wa polisi. Akitoa simulizi rahisi za waandamanaji wa amani ambayo anasema ni upotoshaji, kulingana naye baadhi ya watu wanatumia machafuko hayo kupata umuhimu wa kisiasa bila kushughulikia utata kamili wa matukio. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alienda mbali zaidi na kuuliza maswali mazito sana kwa Watanzania, nikimnukuu baadhi ya maswali aliyouliza: mnafahamu ni wangapi waliokuwa na silaha? Mnajua ni polisi wangapi waliojeruhiwa? Mnajua ni vyombo vya ulinzi vya aina gani vilivyoharibiwa? Au mnachochewa tu na video mnazoona mitandaoni bila kuelewa ukweli halisi? Alisema waziri mkuu huyo kwamba video zinazosambaa katika mitandao ya kijamii za maandamano yaliyopita mara nyingi zimekuwa hazionyeshi tukio zima lililotokea, bali linaonyesha vipande vinavyoweza kupotosha na ambavyo vinategemea upande mmoja. Upya na kuzungumzia video zilizosambazwa sana, Nchemba kwa mara nyingine aliwakumbusha wananchi kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha na kuwajeruhi askari polisi, akisema picha za mtandaoni hazichukui majibizano makali yaliyotokea kabla na baada ya klipu hizo kurekodiwa.
aliwahimiza wananchi kuhoji kama wanaonyeshwa mlolongo sahihi wa matukio au toleo lililoratibiwa tu lililoundwa kudhibiti hisia. Alieleza kuwa uchunguzi wa kina wa serikali umethibitisha kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha huku wengine wakiweza kujeruhi maafisa wa polisi, ambapo ameuliza wananchi kama wanafahamu ni polisi wangapi wamejeruhiwa, na kwamba pia aliongeza kwamba taarifa kamili zitatolewa mara tu hatua zote za uchunguzi zitakapokamilika. Aliwataka Watanzania wawe na subira, huku akiwahakikishia wananchi kuwa uwazi utafuata mara baada ya uchunguzi huo kufikia hatua za mwisho. Waziri huyo mkuu Mwigulu Nchemba aliendelea na wito wake kwa umma, akionya kwamba kutoelewa ukweli kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha na walikuwa wamejihami na kujeruhi maafisa wa polisi kunaweka amani ya taifa katika hatari. Alisema taarifa potofu tayari zimechangia kuongezeka kwa wasiwasi wa umma na lazima zikabiliwe na ukweli ulio wazi badala ya uvumi. Wakati wa mkutano huo, ama katika video hiyo yake akizungumza, pia alilaani watu wanaoeneza madai ambayo hayajathibitishwa na kupuuza kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na hata polisi wengi pia walikuwa wamedhurika au kujeruhiwa. Alisema kwa kueneza madai yasiyo na msingi kuna vuruga jamii na kusababisha mivutano isiyo ya lazima, haswa miongoni mwa vijana ambao wanaweza kuchukua hatua kutokana na upotoshaji huo. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisisitiza umuhimu wa kuheshimu vyombo vya usalama, haswa wakati baadhi ya waandamanaji walikuwa wamedaiwa kuwadhuru maafisa wa polisi kulingana na maswali yake aliyouliza. Pia aliwataka wananchi kuzingatia mazingira ambayo maafisa waliwekwa chini yake na vitisho wanavyokumbana navyo wakati wa machafuko, badala ya kukimbilia kuwalaumu kwa kuzingatia masimulizi ya mtandaoni pekee. Waziri mkuu aliwakumbusha wananchi kwamba ukosoaji wa polisi unapaswa kusawazishwa na kuelewa kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha ama walikuwa wamejihami na hata askari polisi waliweza kudhurika, na kwamba wasimamizi wa serikali ama wasimamizi wa sheria walikuwa wakijibu hali ya kutishia maisha. Alisema kuwa ni lazima umma kutathmini matukio kwa haki na kukiri vitendo vya waandamanaji na maafisa. Alieleza kuwa serikali imeona hali inayotia wasiwasi ambapo mijadala mitandaoni inapouza kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejihami na baadhi ya polisi waliweza kudhurika vibaya, pia akidai kwamba walipendelea badala yake kushinikiza simulizi zinazoonyesha vikosi vya usalama kama wavamizi pekee katika machafuko hayo. Nchemba alisisitiza kuwa mazungumzo hayo hayajakamilika na yanadhoofisha mshikamano wa kitaifa. Alisema kwa udhabiti kwamba uraia unaowajibika unahitaji kukiri kwamba baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha na maafisa wa polisi waliojeruhiwa, na kwamba ghasia kamwe hazihalalishwi kama njia ya kujieleza kisiasa. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alihitimisha kwa kulikumbusha taifa kwa mara nyingine kuwa baadhi ya waandamanaji walikuwa na silaha na baadhi ya polisi waliweza kujeruhiwa, na kwamba kudumisha amani kunahitaji nidhamu ya pamoja na kuzingatia sheria. Aliwataka Watanzania kukataa wito wote wa vurugu na kuwa makini na watu wanaopotosha taarifa kwa maslahi ya kisiasa. Katika ujumbe wake wa mwisho, Nchemba aliomba utulivu. Alitoa wito kwa kila mwananchi wa Tanzania kuilinda amani ya muda mrefu ya Tanzania ambayo imeiweka Tanzania na kuhakikisha nchi inabaki kwa kinara wa utulivu katika ukanda huo. Hata hivyo, alisisitiza kwamba serikali yake pamoja na Samia Suluhu wanafanya juu chini ili kuleta utulivu na amani na kuzuia machafuko zaidi ya kisiasa. Mtazamaji, ni hayo tu. Bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.